Alright, ladies and gentlemen, karibuni katika episode ya 5 na ya mwisho katika yetu nzuri. Kama bado hujatazama sehemu ya 4, basi hakikisha unagusa hicho pop up kinachotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa screen mwako ili tuweze kwenda pamoja. Katika episode ya 4 tulipokuwa tumekomea, ni mara baada ya Mwamba kuweza kupata taarifa kwamba bidada ataelekea nchini Australia pamoja na ile timu ya Santa Maria Lab, kwa sababu hawatakiwi kabisa kuendelea kubakia hapa nchini kutokana na mashtaka ambayo Mwamba alikuwa amewafungulia. Lakini Mwamba alionekana kutokujali kabisa taarifa hizi alizokuwa anapatiwa. Ukweli ni kwamba ndani ya moyo wake alikuwa na maumivu makali. Siku ya kesho yake akatimba katika ile laboratory ya Santa Maria na kuweza kufanya uchunguzi, je, ni kweli wapo au wameondoka. Lakini miongoni mwa wafanyakazi wa kampuni ile waliweza kushtukia kuwa jamaa alikuwa akiwa spy. Ikabidi kwanza kumuita jamaa, lakini jamaa hakuweza kusimama, akaendelea na safari yake. Jamaa alipofika nyumbani akawasha TV na kupata taarifa ya kwamba itakwenda kutokea wakati ambao nyota zitakuwa zikionekana zaidi katika masaa 7 yanayokuja. Lakini akawa amepotezea kabisa taarifa ile. Ila alipokuwa ameangalia katika kabati yake akagundua kwamba bidada ilikuwa na mwamvuli fulani ambao unaweza kaonesha juu. Lakini alipotaka kutafuta huu mwamvuli katika mitandao ya kijamii akaja kugundua kwamba huu mwamvuli kumbe bana umetengenezwa na bidada peke yake, hakuna mtu mwingine anayemiliki mwamvuli kama huu. Mwamba akaona ni vyema aelekee katika ile milima ambayo alikuwa anapanga siku moja kwenda kumpeleka bidada. Na siku ya leo bidada naye alikuwa anaelekea huko kwa sababu alikuwa amepata taarifa ya kwamba siku ya leo nyota nyingi zitakuwa zikionekana katika maeneo hayo. Na walipoweza kuonana katika maeneo haya ya milima, bidada Jia moja kwa moja akaanza kumfungukia Mwamba, akamwambia kuwa mara ya kwanza tunapoweza kuonana mimi na wewe tulikutana tukiwa watu wa kawaida kabisa, ni siku ambayo tulitengeneza kaugomvi fulani. Na kuanzia hapo Mwamba ndo akaanza kuelewa ni kwa nini bidada alishtuka siku ya kwanza alipokuwa anaingia ndani ile nyumba. Tuambie nini kingine kilikuwa kimefuatia. Bidada akasema kitu kingine ambacho nilikuwa nakudanganya, nilikuwa naiba chakula, nilikuwa naiba vinywaji, nikawa nakunywa nikiwa niko chumbani kwangu. Kweli ni kwamba hivi vitu nilikuwa nikifanya kwa siri sana ili wewe usiweze kujua. Mwamba akauliza, ina maana siku ya kwanza ulipokuwa umeniona ulihisi mimi nilikuwa ni mtu wa namna gani? Bidada akasema nilikuona ni jeuri sana, mtu ambaye hujali kabisa. Lakini tulipoanza kuingia katika maisha ya kwanza kuishi ukiwa naishi na mimi kama roboti, nilikuja kuanza kukuonea huruma kwa sababu nilikuja kugundua kwamba ulikuwa na upendo, lakini pia ulikuwa unatamani sehemu fulani kuweza kuweka upendo wako. Na bidada akahitimisha kwamba baada ya pale nilipokuja kukupenda siku ambayo umeweza kunikiss, basi nikaamini kwamba kila kitu ndakuwa nakifanya kwa mapenzi na si kazi ambayo ilikuwa imenileta nyumbani kwako. Mama akauliza, inamaanisha kwamba ulikuwa unanipenda, si ndio? Bidada akasema hakika nilianza kukupenda kutoka tu siku ambayo tulianza kukutana na kuanza kuongea. Mwamba akauliza, sasa kwa nini kuniambia kwamba unanipenda? Bidada akasema kuwa nilikuwa naogopa. Lakini pia naye Mwamba akafunguka kwamba hata siku ambayo nimeletewa roboti original niliweza kugundua tofauti mkubwa sana wa tabia. Nilianza kukumisi kwa tabia yako ile ya kwanza. Basi bwana, ilikuwa ni maneno juu ya maneno, huyu akimueleza namna ambavyo alikuwa akimfurahisha, namna ambavyo alikuwa anaenjoy kampani yake, na huyu akieleza kila mazuri ambayo alikuwa akiyapata kutoka kwa mwenzake. Na hakukuwa na jambo la ziada zaidi ya kumkumbatia Mwamba na kuweza kukiss, kwa sababu hiyo ndio ikawa kauli yao ya mwisho kwamba wanapendana watu hawa. Kesho yake tena Mwamba akampigia simu daktari wake, akamueleza kila kitu. Daktari wake akamwambia kwamba anapaswa kuwa mtulivu tu na anapaswa kumuelewa vizuri bidada, kwani huyu anaonekana ndio tiba yake kamili. Hasa huku katika maabara ya Santa Maria. Kumbe bana, mmiliki wa ile Santa Maria ni mtajiri mmoja mkubwa sana, lakini Profesa Hani ndio daktari wake mkuu ambaye anahusika na utafiti pale ndani. Na habari zikawa zimetapakaa ya kwamba MenQ alikuwa amefanywa mchezo fake wa kuweza kuuziwa mtu ambaye akazaniwa kwamba ni robot, kitu ambacho kikawa si kizuri kabisa. Na mkuu ambaye ni mmiliki wa Santa Maria Lab akaamuru yule robot aweze kuuzwa nje ya nchi na wakamwenda kumuuza katika bara la Ulaya. Lakini mwisho wa siku bana, katika mazungumzo yao siku moja waliweza kusikika na mmoja kati ya wafanyakazi wakiwasikia kwamba kumbe yule robot wanapanga kumuuza kwa lengo la kwenda kufanya matendo ya uhalifu. Ikabidi kuwahi haraka sana kuelekea katika kile kitengo cha maabara. Mwisho wa siku akagundua kwamba tayari yule roboti alikuwa ameshakwisha kutolewa na kwenda kuuzwa. Kumbe huyu roboti alikuwa ameuzwa kwa Mwamba huyu anayefahamika kama Mark, na lengo lake lilikuwa ni kwenda kumtumia katika masuala ya kivita. Lakini pia timu ya Santa Maria Lab na wenyewe waliweza kufanya mawasiliano na kugundua wapi bidada ambapo alikuwa ameelekea, na wakaanza kumtumia ujumbe ya kwamba huyo mtu ambaye anataka kumnunua anakwenda kumtumia katika matumizi mabaya. Bidada RG3 akaweza kupima ujumbe huu na ujumbe huu wa pili. Mwisho wa siku alikuja kugundua kwamba ujumbe wa hawa timu ya Santa Maria ulikuwa ni ujumbe sahihi. Mwisho wa siku akawa amedelete instructions zote alizokuwa amepewa na Mark. Sasa unakumbuka kuna ujumbe mmoja dogo alishowahi kupokeaga kipindi amepoteza wazazi wake zamani sana, na ule ujumbe ulikuwa unamwambia kwamba asikubali mali zake ziweze kusainiwa ama kumilikiwa na mtu yeyote. Mwamba siku ya leo aliamua kufanya upelelezi ili kuweza kumjua ni nani alikuwa ametuma ule ujumbe. Kiufupi ni kwamba ule ujumbe ulikuwa unatokea katika address moja ambayo alikuwa amemwomba bidada kuweza kumsindikiza na aweze kuelekea katika eneo hilo, na ni kweli siku ya leo kwa ameweza kufika hapa. Huyu mwanamke akamweleza Mwamba kwamba alikuwa akimfahamu kutokea alipokuwa mdogo, lakini pia akaeleza ya kwamba mtu ambaye anatafutwa sana na serikali na mtu ambaye ni mbaya zaidi ni huyu jamaa ambaye anafahamika kama Mark. Amekuwa ni mhalifu wa muda mrefu sana, na akifanikiwa kuanza kumtumia huyo roboti basi atakuja kuwa ni mbaya zaidi kuliko alivyo mbaya kwa sasa. Na kumbe bidada RG3 yule roboti baada ya kugundua kwamba Mark ni mtu mbaya akaamua kutoroka katika kile kituo, kitu ambacho kikamkela sana Mark na kuhisia kwamba huyu roboti atakwenda kufumbua siri zake zote, kwa sababu kila kitu aliweza kumwambia siku ya jana. Kimueleza mipango yote huyu roboti RG3 namna gani ambavyo atakwenda kutekeleza mipango yake ya kiuhalifu na kufanya kila kitu kiweze kwenda sawa, kitu
kitu ambacho sasa ameshaweza kumueleza bidada, na bidada bahati mbaya ana mtindo wa kurekodi. Kwa hiyo kitu itakuja kuwa ni hatari zaidi kwake. Akaagiza watu wake waweze kumkamata roboti huyo. Laboratory ya Santa Maria na wenyewe walikuwa wanaendelea kumtafuta bidada, lakini wakati huo pia hichi kikundi cha Maki kikaendelea kumtafuta bidada. Kwa siku wao ndo wakawa wa kwanza kuweza kumkuta. Basi bana, wakamdanganya kwa kumwambia kwamba wanataka kumpatia lift ili aweze kuwahi huko anakoelekea. Lakini ashukuriwe Mungu, katika dakika hizo kile kikosi kutokea Santa Maria Hospital basi moja kwa moja waliweza kutimba katika eneo la tukio na kuweza kumkomboa bidada. Baada ya kumkomboa bidada RG3, basi Mwamba amenikiwa alijitokeza mbele ya hadhara kwa kuelezea hali yake aliyokuwa akipita. Na akaeleza watu ushuhuda mkubwa wa maisha yake kwamba aliumwa ugonjwa ambao ulikuwa hauruhusu kabisa kwa yeye kuweza kumgusana na mtu yoyote yule. Katika kurudisha shukrani zake katika hii kampuni ya Santa Maria Lab, basi akaahidi kwamba atakwenda kuwekeza pesa nyingi sana zitakazoweza kusababisha maroboti wengi sana waweze kuzalishwa ndani ya nchi ya Korea na kuweza kuwasaidia watu wengine ambao hawana uwezo wa kugusana na watu wengine. Habari hizi njema zilitapakaa sana katika mitandao ya kijamii na watu walinunua hisa nyingi sana katika ile kampuni ambayo Dr. Han anafanyia. Na baada ya kutoka tu katika ile interview, moja kwa moja Mwamba akawa anampigia bidada, basi wakaweza kukutana sehemu. Lakini akawa anamshirikisha bidada juu ya kakake kutaka kustaafu kazi katika lile eneo alilokuwa anafanyia. Lakini bidada hakuwa na jibu lolote lile. Mwamba moja kwa moja akaamua kuwashirikisha hata wale watu ambao wanatokea katika ile Santa Maria Lab. Na hawa wakasema kuwa huenda jamaa anaona aibu kufanyia kazi katika kampuni ambayo dada yake ameweza kuchumbiwa. Huku upande wa pili nyumbani kwa kinajia, moja kwa moja walikuwa wanapata msosi. Lakini bidada akawa anamuuliza kakake, ni kwa nini unataka kustaafu kazi katika ile kampuni ambayo jamaa ameweza kukuajili? Bana, kumbe bidada alipokuwa analopoka hapa, huyu Mwamba alikuwa hajamshirikisha mke wake kwa habari za kwamba yeye anataka kuacha kazi. Mke wake kalaumu sana na kusema kwamba kwa umeniongeza ujauzito mwingine ili uache kazi, una akili timamu ya hakuna kuacha kazi. Mwamba ili kutokumtibua kabisa mke wake ambaye ni mama kijacho, basi akasema kwamba nitaendelea kufanya kazi pale pale, lakini mimi sikuwa napenda. Mambo haya ya kifamilia yakaenda mbali zaidi na mwisho wa siku akampigia Mwamba amenikiwa ambaye alikuja hapa nyumbani na kuelezea uhitaji wake kwa huyu jamaa na kumwambia kuwa bado anamhitaji na anahitaji endelee kufanya naye kazi. Basi bwana wakawa wamekubaliana kwanza kufanya kazi pamoja. Imepita miaka miwili, leo Profesa Han alikuwa akitangaza kwamba kuna roboti mpya ambaye ameweza kutengenezwa. Kaka mkubwa Jinbei, yule shemeji mtu, sasa ameajiliwa na kuwa meneja mkubwa kabisa katika kampuni ya Mwamba Menkyo. Huku ndo anafanyia yeye bana. Na yeye na mke wake wameshapata mtoto mwingine, kumbuka kwamba mke wake alikuwa ni mjamzito kipindi cha nyuma na wana katoto fani hivi ambako kako amazing kweli kweli. Upande wa bidada Jia, zile taa zake za upendo ambayo ukiigusa na mtu wako kama yuko upande wote ule basi nakwenda kutend signal. Basi hii na yenyewe ilikuwa imeingia katika project na mashindano makubwa sana kidunia. Na baada ya bidada kuweza kumaliza hiyo interview yake, na yeye moja kwa moja akawa anarejea nyumbani, lakini akiwa amempigia Mwamba kwamba anarudi nyumbani wakati huu. Na jamaa alikuwa anarejea kutokea kazini. Kumbuka kwamba jamaa aliamua kujiingiza katika masuala ya jeshi ili asiwe legelege kabisa. Ile amefika home tu akawa amemkumbatia bidada katika namna fulani very romantic, na kufikia hapo ndio inakuwa ukomo wa tamthilia yetu nzuri sana inayoitwa I'm Not a Robot. Kama ukipenda unaweza kuifuatilia ama ukaja inbox nikaweza kutumia ile iliweza kutafsiriwa kwa lugha ya Kiswahili. Okay, sasa tunakuja na tangazo muhimu sana kwa wewe mdau na mpenzi mfuatiliaji wa tamthilia zetu kupitia channel yetu ya PVP Media Max. Sasa habari njema ni kwamba kwa wale wote wanaofuatilia tamthilia za Kinigeria, basi watakuwa kifuatilia kupitia channel inayoitwa PVP Nigerian Recap. Huko tutakuwa tukiachilia tamthilia za Kinigeria pekee ambayo itakuwa inatoka episode 1 na episode 2. Bas. Lakini huku katika PVP Media Max tutakuwa tunaendeleza na vigongo vyetu vya Kikolea kila siku. Kumbuka kwamba mwisho wa tamthilia hii ndio mwanzo wa tamthilia nyingine. So tukutane katika channel yetu ya PVP Nigerian Recap, lakini pia tutaendelea hapa na tamthilia zetu za Kikolea as soon as possible. Karibuni sana. Tangazo. PVP Media Max kupitia kitengo chake cha IT tunatoa huduma zifuatazo. Tunarekodi na kurusha live ibada, sherehe, mikutano na semina kwa kutumia vifaa vya kisasa na vyenye ubora wa kimataifa. Ukifanya kazi nasi utajionea utofauti mkubwa. Pia tunafungua akaunti za YouTube za kulipwa ndani ya muda wa siku 15. Tunafungua akaunti za makanisa, vikundi vya sanaa, watu binafsi na taasisi zote. Chaneli zote zinakuwa na vigezo na kusajiliwa kwa majina ya muhusika, BLELA pamoja na TRA. Pia tunatoa msaada kwa wanaohitaji kusajili chaneli zao katika mifumo rasmi ya TCRA. Na pia tunatoa mafunzo ya uendeshaji wa YouTube na usimamizi kwa siku 30 tu. Ada ya kujiunga na grupu la mafunzo ni shilingi 50,000 tu. Kwa mawasiliano zaidi wasiliana nasi kupitia email pvpmediacompany@gmail.com au kwa WhatsApp namba 0622113984. PVP Media tunasema YouTube ni ajira na bosi ni wewe mwenyewe.